Nicolas Maduro wa Venezuela ametangaza hali ya dharura kwa taifa la Venezuela. Hii ni kutokana na Marekani kile alichokiongea kuwa anataka kuingia mwenyewe ndani ya Venezuela kwa kigezo cha kutafuta wale makatel drug dealers. Na ni juzi tu hapa ambapo Marekani amelipua boti 3 za Venezuela ambazo alikuwa anasema kuwa zilikuwa zinasadikika kuwa zilikuwa zimebeba madawa ya kulevya kuingiza nchini Marekani. Na katika mojawapo ya vitu ambavyo Donald Trump ameongea alipokuwa anahojiwa na waandishi wa habari, akasema tangu kuzilipua zile boti hakuna madawa tena yanayoingia Marekani. Swali, je, haya ni mambo ya kweli au Donald Trump anajaribu kuhadaa ulimwengu? Hii ni hadaa kwa ulimwengu. Huo ndio ukweli wenyewe, ndugu zanguni. Kikubwa sio madawa ya kulevya, kikubwa sio hayo makundi ya makatel wanaodili na madawa ya kulevya uko nchini Venezuela. No, kikubwa ni utawala wa Nicolas Maduro unatakiwa uangushwe. Ndio kikubwa. Kwa sababu Marekani anaposhindwa kuwa na access ya rasilimali ulizonazo na wewe kuweza kumpa, alafu kama umegeukia upande mwingine. Kumbuka hasimu mkubwa wa Marekani kwa sasa ni Mchina. Na Mchina yuko 90% yuko pale Venezuela. Na ndio ambaye amewekeza sana kwenye swala la mafuta ya Venezuela. Kwa sababu Venezuela ni tajiri kwa mafuta. Kwa hiyo hii ni sababu. Wanakuambia mbwa au nyani ukitaka kumuua, mpe jina baya. Alafu jina baya lile likisha kolea, basi ndio utaingia kumuua. Lakini kwa sasa hatuishi kwenye ulimwengu ule wa zamani. Tupo kwenye ulimwengu ambao kila kitu kiko wazi. Mitandao iko wazi na imesaidia pakubwa sana upatikanaji wa taarifa sahihi, ambazo taarifa hizi ni tofauti na propaganda za watu wa magharibi. Kwa wao sasa hawa watu wa magharibi wanajaribu kutumia vitabu vya hadithi za zamani. Kama vile ambavyo mnakumbuka vizuri sana, kwa sababu mitandao ilikuwa bado haijashika kasi kama hivi ilivyoshika kasi sasa. Mnakumbuka 2011 walipokuja kutuulia mzee wetu Colonel Muammar Gaddafi, wakasema huyu ni dikteta, huyu ni gaidi, anafadhili ugaidi. Na baadhi ya Waafrika tuliona ni sawa tu, wamemuua mtu ambaye ni gaidi, dikteta huyo. Hamna demokrasia pale, hamna nini. Lakini hatukuambiwa mema ambayo Gaddafi alikuwa anayafanya na mema ambayo Gaddafi alikuwa anaifanyia Afrika. Ndio maana baadhi ya viongozi unaona ndio hao walilalamika. Nikumbuke sana ndugu zangu, ni kipindi kile Bernard Membe akiwa waziri wa mambo ya nje. Nakumbuka ilikuwa kipindi cha awamu ya 4 ya Jakaya Kikwete huku Tanzania. Membe alilalamika sana kwenye vyombo vya habari kuhusiana na kwa nini wamekuja kumuua kiongozi huku Afrika, na tusishangilie sana. Hatukumuelewa Membe, lakini tunakumbuka baadhi ya watu. Mzee Mugabe aliwahi kumwambia Gaddafi, bwana watakuua, njoo huku. Gaddafi akasema mimi ni Mlibya na mimi nitafia kwenye ardhi yangu. Wale walikuwa wanajua. Paul Kagame wa Rwanda alimwambia Gaddafi, njoo huku mimi nitakupa hifadhi, waachie watu. Sasa hapana. Haya, kulikuwa na yule mwamba wa Syria, yule nani alikuwa anaitwa Bashir al-Assad. Mona Bashir al-Assad, nakumbuka, naye alimwambia njoo nikupe hifadhi huko. Akasema hapana, mimi nitafia Libya, mimi damu yangu ni ya Libya, nitapigana mpaka tone la mwisho la damu yangu. Ndo akafia pale. Lakini ukumbuke waliuaminisha ulimwengu, kwa sababu walitafuta sababu ya kuja kumuua Colonel Muammar Gaddafi. Waliuaminisha ulimwengu kuwa Gaddafi huyu anafadhili makundi ya kigaidi. Wakauaminisha ulimwengu kuwa Gaddafi ni dikteta, ametawala mwenyewe miaka 42. Hamna demokrasia Libya. Okay, swali linakuja, Uingereza pale kwani kuna demokrasia? Ujerumani pale kuna demokrasia? Angela Merkel amedumu miaka mingapi pale Ujerumani? Kama sio zaidi ya 16 pale miaka. Okay, huyu Queen Elizabeth waliyemzika juzi hapa, miaka mingapi kama sio zaidi ya 60 amekaa pale madarakani? Lakini kwa sababu tu ni ametishia maslahi ya Marekani. Kwa ndicho ambacho sasa kinafanyika hata kwa mtaalam Nicolas Maduro wa Venezuela.
ambaye Nicolas Maduro wa Venezuela sasa wameona huyu ni tishio, na nilikuambia hapa kuhusiana kutokea miaka 2000 ndipo ambapo sasa haya mambo yalianzia, alipokuaga ameshikilia vizuri sana nchi ya Venezuela mtaalamu Hugo Chavez, ambaye huyu Nicolas Maduro ni kijana wake, na uchaguzi uliofanyika juzi wao wa Marekani walikuwa wamemwandaa kibaraka wao, akashindwa kwenye ule uchaguzi. Kwa hiyo wakaanzia hapo kuwa uchaguzi ule haukuwa huru na haki, na wakasema kuwa kuna ukiukwaji mkubwa sana wa haki za binadamu Venezuela. Na sasa sababu ya kuingia Venezuela ni kuwa Venezuela inatuma madawa ya kulevya Marekani, madawa yanayosababisha Marekani iendelee kuharibikiwa. Ndio sababu wameenda nayo. Kwa hiyo tukaona wamepeleka meli za kivita hapo Puerto Rico, peleka submarini, nuclear powered submarini, manuali ya nuclear wameipeleka hapo. Lakini tukaona hiyo Caribbean, tukaona hizi ndege za kivita F-35 kizazi cha 5, ndege 10 zimepelekwa ukanda huo, jambo ambalo limekuwa ni tofauti na jinsi ambavyo mwaka 1989 nafikiri waliwahi kuivamiaga Niamey. Kwa hiyo lakini haikupelekewa vifaa vingi. Na juzi hapa sasa ndio mnakumbuka Donald Trump ametangaza watapeleka drones ndani ya Venezuela kwenda kuivamia Venezuela, sio kuivamia, yani wanasema wanaenda kudili na maana baada kauli za Donald Trump, naomba mnielewe. Kauli za Donald Trump amesema kuwa baada ya kulipua zile boti 3 zile ambazo zilikuwa zimebeba madawa ya kulevya, kwa mujibu wa Donald Trump, madawa hayajaingia tena Marekani. Kwa hiyo wamesema huu ni mwanzo mzuri. Kwa hiyo inabidi tuingie Venezuela sasa kwenda kudili na wale mabosi hao wale makatel wale ambao wanahusika nayo madawa ya kulevya au wanaofanya biashara hiyo ya madawa ya kulevya. Inabidi tuingie twende tukawaue huko ndani ya Venezuela. Okay, Nicolas Maduro akaandika barua, akamwandikia Donald Trump, akasema kama tatizo ni hilo, mimi nitakusaidia kuwawinda au makateri, nipe listi ya majina, alafu mimi nitawawinda. Marekani wakasema hapana, wewe hatakuamini, tunaingia sisi wenyewe. Sasa Nicolas Maduro akaona nyinyi msinichezee. Hii ni michezo ambayo mimi siitaki, na msinichezee. Kwa sababu sasa hivyo kwa ametangaza hali ya dharura, na tayari ameweka tayari mifumo ya ulinzi, ameweka tayari makombora, na tayari wamejitolea raia kama 3.7 kwenda kupatiwa mafunzo ya kijeshi ili kupambana na Marekani ambaye anataka kuingia ndani ya Venezuela. Maana wanaanzaga hivyo. Na ndio sababu Marekani amesema naenda kuwinda wafanyabiashara wakubwa wa madawa ya kulevya ndani ya Venezuela. Wanatafutaga sababu pa kuanzia. Na ndio maana nimekuambia ya Gaddafi, kwa sababu walikuwa wanazuia kwa Gaddafi mpango wa kuiunganisha Afrika, walikuwa wanazuia mpango wa kutengeneza sarafu moja, walikuwa wanazuia mpango kwa Afrika, walikuwa wanazuia mpango pia tuwe na lugha moja, tuwe na jeshi moja, tuwe na rais mmoja, alafu hizi nchi zibaki kama majimbo tu. Kwa hiyo wakawa wanazuia mpango. Sasa watafanyaje? Wakakodisha magaidi magaidi wao wa Al-Qaeda, sijui ya ISIS. Na siku zote nawaambiaga ndugu zanguni kuwa watu wengi wanadhani Uislamu ndio chanzo cha ugaidi duniani. Sio kweli. Chanzo cha ugaidi duniani kinajulikana. Ni maslahi ya mataifa ya magharibi. Wanapotaka sasa wanaunda haya makundi kudestabilize amani ya mahali ilipo. Nikwambie ukweli. Sasa wengi wanadhani kwa sababu tumekaririshwa hiyo dhana kuwa chanzo cha ugaidi duniani ni Uislamu, kwa sababu makundi mengi ya kigaidi yanajihusisha na Uislamu. Lakini ukumbuke kuwa Muislamu wa kweli sio gaidi, na gaidi wa kweli sio Muislamu. Ndugu zanguni, niwape mfano mdogo. Huyu bwana rais wa Syria kwa sasa wa mpito anaitwa Ahmed al-Sharaa. Mnakumbuka kipindi akiwa anaitwa Mohamed al-Jolan? Alikuwa ni mkubwa wa Islamic State, kundi la kigaidi ambalo Marekani ametangaza analiwinda, na wakaweka dau la dola milioni 10 kwa ajili ya atakayeweza kuleta kichwa cha huyo Mohamed Jolan. Leo hii amekuwa rais wa Syria, na wao kumbe ndio walikuwa wanamuandaa kumuondoa kiongozi wa Syria ambaye ni Bashar al-Assad. Na mnaona huyu ndo amekuwa amepigana, ni muasi anapigana na ameingia tayari. Wamekutana na Donald Trump huko upande wa ilikuwa ni Qatar ile Saudi Arabia kule, sijui nafikiri kwa Saudi Arabia. Wamekutana, Trump anamjibu smart guy. Kwenye Umoja wa Mataifa ameenda.
Juzi hapa Netanyahu anahutubia wajumbe wa Umoja wa Mataifa, wakatoka ndani, bwana yule amebaki anamsikiliza Netanyahu. Kwa muweze kujua, je, ugaidi ni nani? Mwanzilishi, chanzo cha ugaidi duniani ni nani? Kwa hiyo sasa wakamwambia Gaddafi anafadhili makundi ya kigaidi, na wakaita hayo makundi ya kigaidi ambayo wanasema Gaddafi anayafadhili kuyapeleka Libya, kwa sababu jamii ya watu wa Libya wengi ni Waarabu, kama Waarabu hivi. Hata Gaddafi mwenyewe alikuwa kama Mwarabu. Kwa waende pale, wakaanza kuandamana wakidai sisi ni raia, tunataka utawala huu uanguke, hamna demokrasia, ni utawala wa kidikteta. Wameandamana, intelijensia ya Gaddafi kamwambia Gaddafi kwa hao mbona wanaandamana wana silaha? Gaddafi akawa kumbe ni wahuni hao, sio waandamanaji. Kosa alilolifanya Gaddafi kupeleka jeshi kwenda kuwavamia hawa waandamanaji. Ndio Marekani na NATO wakasema anavamia waandamanaji wakati wana haki ya kuandamana, sisi tunaenda kuwasaidia. Ndugu zangu, ni mpaka sasa hivi ninavyoongea kuna maandamano pale Marekani yalikuwa yanaendelea. Walikuwa wanapinga sera ya uhamiaji ya Donald Trump. Donald Trump aliwapelekea jeshi. Nchi ambayo inajulikana ni nchi ya kidemokrasia, ambayo wanasema kuwa waandamanaji wana haki ya kuandamana, kawapelekea jeshi waandamanaji. Lakini huku wakasema tunapeleka jeshi, kipindi kile cha utawala wa Obama, tunapeleka jeshi kwa sababu ya, si unaona? Ni sababu ilitafutwa. Na baada ya Gaddafi kufanya kosa la kuwapelekea waandamanaji wale ambao ni manyang'au, kuwapelekea jeshi, ndipo hapo sababu ikapatikana. Hatimaye miezi 9 wamepigana na Gaddafi, utawala ule wakauangusha. Kwa sababu pia ilikuwa inatafutwa hapo kwa mtaalamu Nicolas Maduro. Sababu ni kuwa pale ndani kuna wafanyabiashara wa madawa ya kulevya. Nicolas Maduro anasema mimi nitawakamata kama shida ni hiyo, nitawaleta. Nitajieni listi ya wafanyabiashara, nyinyi inaonekana mnawajua, mimi nitawaleta. Hapana, hatukuamini, tunaingia wenyewe. Na ukumbuke hapo wakati huo Marco Rubio ambaye ni US State Secretary huyu wa Marekani alitangaza dola za Kimarekani milioni 50 kwa mtu atakayeweza kumkamata Nicolas Maduro. Lakini wakati wanafanya hivyo, huku upande wa Venezuela, Nicolas Maduro ametunukiwa degree ya heshima, doctorate, niseme hivyo. Ametunukiwa udaktari wa heshima na jeshi la Venezuela kwa ajili ya ulinzi wa taifa la Venezuela. Kwa hawa wamejipanga, na yeye ameongea, amesema tuko tayari, na tayari Putin yuko anamsaidia Nicolas Maduro. Kwa hiyo wamejipanga, wamesema tuko tayari, hali ya hatari au hali ya dharura imeshatangazwa kuwa taifa la Venezuela linaingia vitani. Na raia wamejitolea, raia kama 3.7 kwenda kupambania taifa lao, kupigania taifa lao. Kwa hiyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa huyu ndio mfalme wa amani duniani, ambaye sio mwingine ni bwana Donald Trump, ambaye anawinda kweli tuzo ya amani ya Nobel, lakini ndio amani yenyewe anayoiongelea. Asanteni sana wanakuwa Mwafrika. Tuendelea kuwapa taarifa kadiri mambo yanavyoendelea huko katika dunia hii tunayoishi. Na washukuru.